Ndugu washiriki, nirudie kuipongeza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kuendelea kuratibu vikao kazi vya maafisa utamaduni na maafisa maendeleo ya michezo kwa pamoja. Vikao hivi kwetu sisi ni muhimu sana kwa sababu vinatoa nafasi kwa washiriki kujadili fursa za kisekta, kubaini changamoto zinazokabili sekta na kupendekeza njia za utatuzi wa changamoto hizo kwa pamoja. Vikao kazi kama hivi vimekuwa na tija kubwa kama ilivyoelezwa na walionitangulia, lakini moja ya matokeo makubwa ni kuanzishwa kwa kitengo kinachojitegemea cha utamaduni, sanaa na michezo katika ngazi ya mamlaka ya serikali za mitaa ambacho zamani hakikuwepo. Halmashauri zetu zilikuwa na mtu mmoja tu anaitwa afisa utamaduni, sanaa na michezo. Tukasahau kwamba tamaduni ni pana, sanaa ina upana wake na michezo ina upana wake, na kwa hiyo hakukuwa na mafanikio. Lakini mbaya zaidi, halmashauri ilikuwa inachagua yeyote tu pale idarani, kama anaweza kucheza cheza anaambia wewe ndio utakuwa afisa utamaduni, sanaa na michezo. Tukasahau kwamba nchi yetu tunayo sera ya elimu ambayo imeanzisha na vyuo vinavyofundisha taaluma mahususi kwenye maeneo haya yote. Tuna chuo cha Butimba kinafundisha michezo na sanaa na utamaduni. Kwa hiyo tuna maafisa utamaduni wanaoweza kuwa maafisa utamaduni walioko kwenye wilaya zetu. Tuna chuo cha Malia kinafundisha michezo, unaweza kupata wataalamu wa michezo kutoka Malia. Tuna chuo cha Bagamoyo kinatoa taaluma za watu waliobobea kwenye sanaa na utamaduni, tunaweza kupata maafisa utamaduni kutoka Bagamoyo. Lakini tuna chuo kikuu cha Dar es Salaam kinafundisha kozi inaitwa Physical Education, Sports and Culture, unaweza kupata wataalamu wa sekta hizi zote. Kusingekuwa na sababu ya kuchukua yeyote tu kwenye halmashauri. Nimefurahi kusikia kwamba agizo langu la mwaka 2022 limefanyiwa kazi kwa kutenganisha kwanza idara, lakini kwa kupata wataalamu waliobobea kwenye sekta hizo ambao leo tuko nao kwenye kikao hiki. Hongera sana wataalamu wetu, na kwa hiyo basi tunawatarajia kwamba mtaimarisha utamaduni, mtaimarisha sanaa, mtaimarisha michezo kwenye halmashauri zenu. Na Katibu Mkuu ameeleza, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kutoa vibali vya ajira za wataalamu wa sekta hizi zote, michezo, utamaduni na sanaa, ili pasimamiwe kikamilifu maeneo haya matatu kwenye halmashauri zetu na tupate mafanikio. Kwa leo tunapoambiwa kuwa vitengo hivi vipo, tunao wajibu wa kuimarisha maeneo haya. Wakurugenzi wa halmashauri mko hapa. Kwa halmashauri ambazo hazina maafisa utamaduni, hazina maafisa maendeleo ya michezo, zihakikishe zinapata maafisa hao mara moja ili wafanye kazi zao. Na kama kibali hakijaja katika kila halmashauri, nina uhakika wako walimu, wako wananchi, wako wasomi waliosoma kwenye vyuo nilivyovitaja hapa. Hao wahamie kwenye vikao hivyo tukisubiri ajira zao. Na kama kuna watu ambao wanajitolea, waombewe kibali hao ili waendelee kuwa maafisa kwenye maeneo hayo kwenye halmashauri zote. Makatibu tawala mikoa, nyie ndio wakuu wa watumishi, nenda mkasimamie halmashauri zenu kuwa zina maafisa kwenye maeneo haya yote kwa lengo la kufanya mikoa yetu kuwa na mafanikio makubwa, ili sasa halmashauri ambazo ndio zina wadau ziendelee kuimarisha miundombinu ya kufanya michezo hii, shughuli za utamaduni na sanaa kuwa zinaendeshwa kwenye maeneo haya. Nyie kama maafisa mnaosimamia sekta za utamaduni, sanaa na michezo, na hasa kwa vijana wetu ambao leo wanashuhudia mabadiliko ya kiteknolojia, mnao wajibu wa kuhakikisha kwamba utoaji elimu
juu ya mwenendo wa maadili, tamaduni na mila za nchi yetu kwa zinaendelezwa. Mnayo nafasi ya kukemea mabadiliko yote ambayo yanaigwa yasiokuwa na maslahi katika nchi yetu. Kwa naomba mjitambue kwamba mnao wajibu huo na taifa hili linawategemea katika kulinda utamaduni wetu, maadili yetu, mila zetu na desturi zetu za ndani ya nchi. Ndugu washiriki, kama taifa kamwe tusikubali kukumbatia tamaduni ambazo zinakwenda kinyume na maadili na ustaarabu wetu wa taifa hili. Tusikubali kabisa kwa watumwa wa tamaduni za kigeni ambazo zinadhalilisha utu wetu. Pamoja na umuhimu wa kujifunza mambo mazuri ya tamaduni nyingine, ni lazima kujitambua na kuwa na uwezo wa kuchuja nini cha kuchukua na nini tunapaswa kukiacha. Serikali ya awamu ya 4 chini ya Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete aliwahi kusema, akili za kuambiwa changanya na za kwako. Hii itatusaidia kuwa ndio kauli ambayo inaweza kusimamia utamaduni wetu. Uwepo wenu leo hii una thamani kubwa sana, kwani tunawategemea kwamba mtahakikisha mnazungumzia uimara wa sera yetu ya taifa ya utamaduni, lakini pia michezo na sanaa pamoja na habari. Na haya mtatafasiri kutokana na vitendo vya kila siku ambavyo nyie mmeviwekea kwenye mpango kazi ambao leo mtatumia kikao hiki kama eneo la tathmini ya mafanikio mlioyafikia. Tukio hili ni la kitaifa na ni tukio kubwa nchini, na wote mnajua kuwa aliyetakiwa kuwa mgeni rasmi leo ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye aliyepaswa kuwa mgeni rasmi. Imempendeza, amenituma kuja kumwakilisha, na amenituma niwajulishe kwamba yeye binafsi ataendelea kuthamini sekta ya utamaduni, sanaa, michezo na habari pamoja na vijana kutokana na umuhimu wake katika taifa hili. Ndugu wa Tanzania, nyie viongozi wa sekta ya michezo na maendeleo ya utamaduni mkiwa hapa, tunao wajibu wa pamoja wa kuhakikisha kwamba urithi wa utamaduni wa taifa hili kwanza unalindwa, 2 unaenziwa, na lazima uhakikishe kwamba tunauendeleza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Lakini pia tuhakikishe kwamba tunarithisha kwa watoto wetu na vijana wetu misingi yote ya urithi wa utamaduni wa taifa hili. Na sasa utamaduni, sanaa na michezo umekuwa ni uchumi, ajira, na tumeshuhudia utamaduni, sanaa na michezo imekuwa ni chombo cha kutolea huduma mbalimbali kwa Watanzania. Swala la ajira na uchumi limechukua nafasi kubwa. Tumeona wale wote wanaoshiriki kwenye swala la utamaduni wanavyonufaika, wanaoshiriki kwenye sanaa wanavyonufaika, lakini wana michezo nao, michezo mbalimbali wananufaika sana. Mageuzi makubwa ya kisayansi ambayo sasa tunayo na teknolojia na uvumbuzi uliopo katika sayansi na teknolojia imewezesha kufanya dunia kukusanywa na kuwekwa sio tu kama kijiji kimoja, bali imekuwa kiganjani kwa sasa. Na hivyo muingiliano wa tamaduni, mienendo na desturi mbalimbali umekuwa mkubwa na unaleta tishio kukandamiza utamaduni wetu kama hatuko makini kwenye eneo hili. Na kwa hiyo wizara, wakati wote mnapokutana maafisa wetu, lazima wakumbushwe kwamba mabadiliko ya sayansi na teknolojia yana madhara makubwa pia kama tutayatumia visivyo, lakini yana manufaa makubwa kama tutatumia vilivyo. Hatari kubwa zaidi hapa ni kuwepo kwa mashinikizo ya tamaduni za kigeni kutaka kumeza utamaduni wetu kwa kulazimisha baadhi ya mambo kwa kutumia jina la haki za binadamu na kusababisha mmomonyoko wa maadili tulionayo ndani ya nchi. Nyie kama maafisa mnaosimamia sekta za utamaduni, sanaa na michezo,
na hasa kwa vijana wetu ambao leo wanashuhudia mabadiliko ya kiteknolojia, nao wajibu wa kuhakikisha kwamba utoaji elimu juu ya mwenendo wa maadili, tamaduni na mila za nchi yetu kwa zinaendelezwa. Mnayo nafasi ya kukemea mabadiliko yote ambayo yanaigwa yasiokuwa na maslahi katika nchi yetu. Kwa naomba mjitambue kwamba mnao wajibu huo, na taifa hili linawategemea katika kulinda utamaduni wetu, maadili yetu, mila zetu na desturi zetu za ndani ya nchi. Ndugu washiriki, kama taifa kamwe tusikubali kukumbatia tamaduni ambazo zinakwenda kinyume na maadili na ustaarabu wetu wa taifa hili. Tusikubali kabisa kwa watumwa wa tamaduni za kigeni ambazo zinadhalilisha utu wetu. Pamoja na umuhimu wa kujifunza mambo mazuri ya tamaduni nyingine, ni lazima kujitambua na kuwa na uwezo wa kuchuja nini cha kuchukua na nini tunapaswa kukiacha. Serikali ya awamu ya 4 chini ya Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete aliwahi kusema, akili za kuambiwa changanya na za kwako.